kwa sababu hukumu ni lazima ianze katika nyumba ya Mungu. Hiyo ndio kanuni ya mbinguni. Alafu baragumu ya pili ni kanuni ya mbinguni. Ukiwatesa watu wa Mungu ni lazima na wewe upitie hicho kikombe. Kwa baragumu ya pili, mlima mkubwa ulioanguka katika bahari, iliwakilisha kuanguka kwa utawala wa Rumi, ambao ndio kitabu cha Pambano Kuu sura ile ya pili. Alafu baragumu ya tatu ilikuwa inawakilisha chafuko la kanisa kutokea ndani lenyewe. Vyanzo vya maji vikachafuliwa, kanisa likaanza kuchafuliwa. Hapo ndio kitabu cha Pambano Kuu sura ya 3. Sasa katika kitabu cha Pambano Kuu sura ya 3 nisomee ukurasa wa 38. Katika ile ukurasa 38 ukifungua kwenye kitabu changu utakuta kuna sehemu nimechora rangi. Katika ukurasa 38 ndo sehemu pekee nilipochora rangi. Anasema ndio, ili shetani adumishe utawala wake juu ya wanadamu, ndio, na kustawisha mamlaka ya kipapa, ndio, alilazimika kuwafanya watu wasiyajue maandiko. Kwa hiyo shetani ili aweze kushamiri, maandiko matakatifu yakaanza kuondolewa taratibu sana. Ilikuwa ni kazi aliyoanza taratibu sana. Alafu twende ukurasa 41. Ukurasa 41 tena kuna sehemu nimechora. Anasema ndio, kitendo cha kanisa la Rumi kupata mamlaka kuliashiria kuanza kwa zama za giza. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa zama za giza, baragumu ya 3. Kwa kadri mamlaka yake yalivyoongezeka, kina cha giza kiliongezeka zaidi. Kwa kadri yalivyozidi kuongezeka mamlaka, lile giza na lenyewe likazidi kuongezeka. Ndio tunaenda baragumu ya 4, na baragumu ya 5 ni climax ya giza lote ambalo litakuwa limefunika. Kwa hiyo ndio ilikuwa sehemu rahisi. Endelea kusoma, hujamalizia rafiki. Anasema ndio, imani ilihamishwa kutoka kwa Kristo, msingi wa kweli, kwenda kwa papa wa Rumi. Ndio, badala ya kumtumainia mwana wa Mungu ili kupata msamaha wa dhambi na wokovu wa milele, watu walimtazama papa na mapadri na maaskofu ambao alikasimu madaraka kwao. Asante. Kwa ndio mentality ya kuanza kuhamisha ile utawala kutoka kwa Kristo, nguvu kutoka kwa Kristo kwenda kwa papa ikaanza taratibu katika baragumu ya ngapi hiyo? Ya 3. Sasa leo tuangalie baragumu ya 4. Jaffe, tunaamini uko sawa? Sasa leo tuangalie baragumu ya 4, lakini kabla ya baragumu ya 4 kuna swali. Swali linasema, nawezaje kutofautisha kati ya anguko la shetani kabla ya uumbaji na wakati wa msalabani? Naomba ufafanuzi wa kinagaubaga. Hili ndilo swali nililokuwa nimetumiwa. Na hili swali linatokana na yale maelezo tuliyojifunza wiki iliyopita kwamba shetani alianguka mara 2. Moja ilikuwa ni kabla ya uumbaji na 2 ni pale msalabani. Tutajibu hili swali kwa haraka, alafu tutaanza kuangalia baragumu ya 4 mpaka pale muda wetu utakapoishia. Alafu ile sehemu ya pili ya hiyo baragumu ya 4 kama tukipata muda mchana tutaimalizia. Lakini tukikosa muda mchana tutaimalizia sabato ijayo. Ila nilitamani sabato ijayo tuanze baragumu tata. Ole ya kwanza, baragumu ya 5. Lakini tunaamini mambo yote yatakwenda sawa. Kabla ya uumbaji mambo yalikuwa hivi. Kitabu cha Pendo Lisilo Kifani, ukurasa wa 5 paragraph ya kwanza, ambayo maneno haya yamenukuliwa kutoka kitabu cha Story of Redemption, ukurasa wa 13 paragraph ya kwanza. Wale wenye Kiingereza na kushauri usome kitabu cha Story of Redemption. Kitabu cha Pendo Lisilo Kifani kuna baadhi ya aya hawakuzifasiri wakaziacha. Sijui kwa sababu ziliwakwaza au kwa sababu ya ukubwa wa space. Sijaelewa vizuri nini kilifanyika. Lakini kwa mfano ukurasa Story of Redemption 13 paragraph 2, hiyo aya haijafasiriwa kabisa. Na ninaelewa mgogoro wake ni nini. Sitaki kuongea hapa. Mike anaelewa shida ni nini. Kwa nini haikufasiriwa? Ni tata. Lakini zile nyingine zilifasiriwa. Lakini tunaamini kwamba kwa mujibu wa uwezo wa watu wa Mungu na kwa ukubwa wa karatasi ambazo waliona zinafaa kwa wakati huo, watufasilia hiki. Ila pamoja na hayo tunawashukuru kwa kazi waliofanya. Bwana wabariki sana hawa watu. Pendo Lisilo Kifani, ukurasa wa 5 paragraph ya kwanza, Roho Nabii inasema, kabla ya uasi wake mbinguni,
Lucifer alikuwa malaika mkuu aliyetukuka, ambaye kwa heshima alikuwa akimfuata mwana wa Mungu. Kwa ilikuwa akitoka Yesu Kristo, anayefuata kwa heshima ni Lucifer. Roho nabii nasema uso wake kama zilivyokuwa za malaika wengine ulikuwa ni wa upole ulioangaza furaha. Kipaji cha uso wake kilikuwa kimeinuka na kipana, kikionyesha uwezo mkubwa wa kiakili. Kwa alikuwa na high elevated ile forebrain, alafu ilikuwa pana, sign of intelligence. Alafu kipaji cha uso wake kilikuwa kimeinuka na kipana, kikionyesha uwezo mkubwa wa kiakili, kama tu vile duniani ambavyo watu wengi wenye uwezo mkubwa wa kiakili wana paji kubwa la uso. Umbo lake la kimwili lilikuwa kamilifu na muonekano wake ulikuwa adili na wa utukufu. Nuru ya pekee ilimurika kutoka katika uso wake, ikiangaza kumzunguka kwa uangavu na uzuri kuliko ilivyokuwa kwa malaika wengine. Lakini Kristo mwana wa Mungu alikuwa juu ya kusanyiko lote la malaika. Kwa katika uzuri, uonekano wa uzuri wa uso wake, jinsi ulivyokuwa mzuri na mwangaza uliokuwa unamzunguka, hakuna malaika aliyekuwa anamfikia Lucifer. Hata aliyepo sasa hivi aliyechukua nafasi ya Lucifer, Gabrieli, hajafika hapo. Lucifer alikuwa juu zaidi, lakini Kristo alikuwa bora zaidi kuliko Lucifer. Alikuwa pamoja na Baba kabla malaika hawajaumbwa, huyo ni Kristo. Lucifer alimuonea wivu Kristo na pole pole alijitwalia madaraka ambayo yalikuwa ni kwa ajili ya Kristo peke yake. Kwa Lucifer kaanza wivu, na hii wivu ulivyokuwa mkubwa ndio Biblia inasema Ufunuo 12 fungu la 7 hadi la 8, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda wala mahali pao hapa kuonekana tena mbinguni. Baada hivyo vita, Pendo Lisilo Kifani ukurasa wa 10 paragraph ya kwanza, ambao ni Story of Redemption 19 paragraph ya kwanza, roho ya unabii inasema ndipo palikuwa na vita mbinguni. Mwana wa Mungu, mfalme wa mbingu, malaika wake waaminifu waliingia katika mgogoro na mwasi mkuu na wale walioungana naye. Mwana wa Mungu na malaika wale wa kweli na waaminifu walishinda, na shetani na wafuasi wake walifukuzwa kutoka mbinguni. Kwa hiyo kukaa kuna gap likapatikana mbinguni. Malaika wote waliobaki walimkubali na kumwabudu Mungu wa haki. Hakuna hata doa la uasi liliachwa mbinguni. Kila kitu kilikuwa amani na upatanifu tena, kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Malaika mbinguni waliomboleza kuhusu msiba wa wale waliokuwa wenzi wao katika raha na furaha kamili. Mbingu yote ilihisi kupotea kwao. Kwa hiyo baada ya vile vita, malaika walivyofukuzwa, mbinguni kulitokea huzuni. Malaika walihuzunika kupoteza malaika wenzao walioishi nao kwa furaha na raha. Alafu mbingu yote mpaka Baba mwenyewe na Mwana walihisi kupotea kwao. Lakini Mungu ana rehema sana na huruma sana. Baada ya hili tukio kutukia, baada ya uasi kutokea mbinguni, ndipo mwanadamu anaumbwa. Pendo Lisilo Kifani 10 paragraph ya pili, ile aya tu inayofuata, ndipo anasema Baba alishauriana na mwana wake kuhusu kuchukua hatua mara moja juu ya mpango wao wa kuwafanya wanadamu kuishi wapi? Duniani. Kwa ndio mwanadamu anakuja kuumbwa baada ya malaika wale kuwa wameshaasi na wamefukuzwa kutoka wapi? Duniani. Kutoka mbinguni, sio duniani, kutoka mbinguni. Alafu roho nabii nikawa nilipokuwa nasoma nikapata swali la kuuliza, ni kwamba lengo la kuumbwa mwanadamu ni nini? Maana lazima kuna lengo. Mbingu ilibaki empty. Review and Herald Mei 29 mwaka 1990, ambao ni Truth About Angels, ukurasa 49 paragraph ya kwanza, roho nabii inasema nafasi zilizoacha wazi mbinguni kwa kuanguka kwa shetani na malaika zake zitajazwa na waliokombolewa na nani? Na Bwana. Kwa ile concept Yesu anaosema msifadhaike mioyoni mwenu, mniamini mimi, muamini na Baba. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningali waambia,
ni empty space, zipo ambazo zitajazwa na walio kombolewa. Yesu hakwenda kutujengea kule, hakwenda kufanya hiyo kazi. Yesu alienda kutuombea ili alipo Baba na sisi tuwepo, alipo yeye na sisi tuwepo. Ni wale tu watakao kombolewa ndio watakao jaza nafasi zilizoachwa wazi kwa anguko la shetani na malaika zake. Kwa hiyo ndo anguko kabla ya uumbaji. Aliyeuliza swali natumai atakuwa ameelewa. Sasa msalabani, ilikuwaje shetani akaanguka pale msalabani? Mwanzo 3:15 Biblia inasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na huo, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa nawe utauponda kisigino. Hii ndio Biblia halisi. Biblia ile ya Katoliki inasema, inatumia maneno mabaya zaidi. Ni sehemu iliposema hii, hapo huo Kiingereza kinatumia neno hii. Biblia ya Katoliki inatumia neno she. Hakuna she, ni hii. Huo utauponda kichwa nawe utauponda kisigino. Sasa hii ni vita ambao inatabiriwa pale Edeni. Na Adamu alipopata mwanae wa kwanza alitamani sana awe Kristo ili awakomboe kutoka katika dhambi, lakini haikufanikiwa. Baada ya Adam akaenda akaishi mpaka kazeeka kafa, ikapita vizazi kwa vizazi vikafa, wote wakiwa wanamtegemea kumuona Kristo, lakini hakutokea. Ni kwa sababu mbingu iliruhusu hicho kitu. Tumaini la vizazi vyote, ukurasa 579 paragrafu ya 2. Muda ulitolewa kwa ajili ya kufanya kazi kwa kanuni za shetani ili ziweze kuonekana kwa ulimwengu wa mbinguni. Kwa Mungu aliruhusu ili ipatikane muda shetani aweze kufanya kazi na kazi zake ziweze kuonekana vizuri. Swali, muda ambao shetani alipewa ulikuwa muda gani? Jibu ni rahisi tu. Tumaini la vizazi vyote 579 paragrafu ya 3. Shetani aliwaongoza wanadamu katika dhambi na mpango wa ukombozi uliweko kazini. Kwa miaka 1400 Kristo alikuwa akifanya kazi kwa ajili ya kumuinua mwanadamu, na shetani kwa ajili ya uharibifu na udhalilishaji wake, na ulimwengu wa mbinguni uliona yote. Kwa muda miaka 1400 mbingu ilifanya kazi kuu mbili. Moja ni kumuinua mwanadamu ambaye ameathiriwa na dhambi. Mbili ni kwa kadri mbingu ilivyoweza ilijitahidi kujaribu kumuokoa shetani. Habari zenu. Kwa kama ingetokea shetani angetubu wakati huo kabla ya miaka hiyo 1400, muda aliyokuwa amepewa, mbingu ingemsamehe na angerudi kuishi mbinguni. Na alikuwa na nafasi ya kwenda mbinguni na kuwasiliana na kuwasilisha hoja zake mbinguni. Kitabu cha Ayubu kinasema, ndipo wakati fulani wana wa Mungu walipojihudhurisha mbele za Bwana, shetani naye akaenda. Wana wa Mungu ni wawakilishi wa malimwengu mwingine. Shetani anatoka duniani kama mwakilishi wa dunia. Anaulizwa, shetani, umekuja wapi? Umetoka wapi? Anasema, nimetoka huku na huko kutembea duniani. Kwa sababu yeye ndo alikuwa mwakilishi wa dunia. Baada ya Adam kupoteza uwakilishi, shetani akachukua. Na baada ya msalaba, shetani anapoteza uwakilishi, Kristo anakuwa mwakilishi wetu pale juu mbinguni. Yohana 19:30, wakati Yesu anakufa pale msalabani, Yohana 19:30 inasema, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Kuna aina fulani za Biblia sasa hivi zinasema, za Kiingereza. Kiingereza kinasema it is finished. Baadhi ya Biblia za Kiingereza zinasema it is consummated. Kwa mfano Doi Bible ya Kikatoliki inasema ni consummated. Sio consummated, ilikuwa imekwisha, finished. Hayo maneno imekwisha iliwakilisha nini? Ufunuo 12:10, na mara baada ya Yesu kusema imekwisha, ndipo mbinguni maneno haya akasemwa, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo. Lakini kwetu sisi duniani, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu akiwa na ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa na wakati mchache tu. Nchi inawakilisha nini? Nchi inawakilisha nini? Nikaona nchi ikafunua kinywa chake, nchi ikafunua kinywa chake, ikameza yale mafuriko ambayo lile joka lilitoa ili kuweza kumwangamiza yule mwanamke. Nchi inawakilisha nini sasa? Alafu bahari inawakilisha nini? Nchi inawakilisha nini? Bahari inawakilisha nini? Mnajua. Leo sitawaelezea.
Tumaini la vizazi vyote, ukurasa wa 761, paragrafu ya kwanza. Kristo aliinamisha kichwa chake na kufa, lakini alishikilia sana imani yake na utii wake kwa Mungu. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Alafu Ellen White ananukuu maneno ya Ufunuo 12 fungu la ngapi? La 10. Kwa wakati Yesu anapokufa pale msalabani anasema imekwisha upatanisho kati ya mwanadamu na Mungu, kiambaza kilichokuwa kimetutenga mbali sasa kimekuwa karibu kwa sababu Kristo amekufa. Imekwisha ikimaanisha mlango wa rehema wa shetani na wenyewe umefungwa. Imekwisha, mwanadamu sasa anaweza akamkabili Baba pasipo kuhitaji makafara tena, maana kafara bora kuliko zote imekwisha kutukia. Tumaini la vizazi vyote inasema nini? Pale msalabani mlango wa rehema wa shetani ulifungwa. Ndio tumaini la vizazi vyote, ukurasa 771, paragrafu ya pili. Nitanukuu kwa Kiswahili. Anasema, shetani aliona kujificha kwake kumefichuliwa. Uongozi wake ulikuwekwa wazi mbele ya malaika wasioanguka na mbele ya ulimwengu wa mbinguni. Alikuwa amejidhihirisha kama muuaji. Ni wakati huu ndio malaika wanaoishi mbinguni walijua kwa mara ya kwanza kwamba shetani ni muuaji baada ya Yesu kufariki. Kwa kuimwaga damu ya mwana kondoo, alikuwa amejingoa mwenyewe kutoka katika fadhili za wakaaji wa mbinguni. Kiingereza kinasema he had uprooted himself from the sympathies of heavenly beings. Kwa shetani tu Yesu aliposema imekwisha akakata roho yake akafa, shetani naye alijingoa mwenyewe kutoka katika fadhila za wakazi wa mbinguni. Mtazamo wote ambao angeweza kuwa nao, hangeweza tena kuwangoja malaika waliokuwa wakitoka katika nyua za mbinguni na mbele yao kuwashtaki ndugu zake Kristo kwa kuvikwa mavazi meusi au najisi wa dhambi. Kiungo cha mwisho cha fadhili kati ya shetani na wenyeji wa mbinguni kilifanyaje? Kilikatwa. Kwa hapo ndio mlango wa rehema wa shetani ukafungwa. Tokea hapo shetani hawezi tena, hata afanye nini, hawezi tena kukubalika katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale uliza swali, natumai ameelewa sasa ile aliyokuwa akipata, na wale ambao walikuwa hawajaelewa vizuri wameelewa. Sasa tuingie baragumu ya 4. Somo leo sina saa. Kwa hiyo zitakazofuatia dakika 5 utanyonyeshia ishara ya kwamba zimebaki 5 minutes. Sawa? Tuingie baragumu ya 4 kwa haraka. Ufunuo 8 fungu la 12 na 13, malaika wa 4 akapiga baragumu. Theruthi ya malaika wa 4 akapiga baragumu. Theruthi ya jua ikapigwa, theruthi ya mwezi na theruthi ya nyota, ili kwamba ile theruthi itiwe giza, mchana usiangaze theruthi yake, wala usiku vivyo hivyo. Kisha nikaona nikasikia tai mmoja akiruka katikati ya mbingu akisema kwa sauti kuu, ole, ole, ole wao wakao juu ya nchi, kwa sababu sauti zilisaliazo za baragumu za wale malaika watatu walio tayari kupiga. Hizi sauti za baragumu ya malaika watatu ndio malaika watano ni ole ya kwanza, malaika wa 6 ni ole ya pili, na malaika wa 7 ni ole ya tatu. Ndio Yohana anasema ole, 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 ikimaanisha baragumu ya 5, baragumu ya 6, baragumu ya 7. Hizo baragumu zina kitu kinaitwa ole. Sasa hizo sio za leo. Tunamaliza na hii ya 4. Sasa kuna vyanzo viwili vikubwa vya mwanga duniani. Na katika vyanzo hivi vikubwa vya mwanga vipo chanzo kikubwa ambacho ni namba 1, alafu vipo vyanzo vidogo vidogo ambao vinapata mwanga kutoka katika chanzo kikubwa. Sijui mnanielewa hiyo kauli. Na maanisha hivi, kuna jua ambao ndio chanzo kikubwa cha mwanga, alafu kuna mwezi na nyota ambazo hazina mwanga bali huakisi kutoka katika jua, alafu kisha zikaangaza kwa watu wengine. Chanzo kikubwa cha mwanga hutawala mchana,
alafu vyanzo vidogo vidogo vya mwanga vyenyewe hutawala usiku. Mwanzo 1:16, Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku, akafanya na nyota pia. Jua ndio chanzo kikuu cha mwanga, mwezi na nyota ni vyanzo vinavyopata mwanga baada ya kuakisi kutoka katika jua. Jua katika Biblia, jua umwakilisha Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndio chanzo kikuu cha mwanga. Zaburi 84:11, kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao. Bwana atatoa neema na utukufu, hata wanyima kitu chema hao waendao kwa uaminifu. Bwana Mungu ni jua na ngao. Malaki 4:2, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia. Maana yake Kristo atazuka mioyoni mwetu, lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza kama ndama wa mazizini. Yohana 1:5, na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru wala giza lolote hamna ndani yake. Kwa kuwa Mungu ni nuru, Yohana 8:12, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Ufunuo 1:16, naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, huyu ni Yesu Kristo, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Kwa hiyo jua, simple way, jua humwakilisha Yesu Kristo. Jua hutoa nuru ambayo hufukuza giza. Kristo hutoa uzima ambao unafukuza mauti. Habari zetu. Kwa ile nuru ambayo jua inatoa inawakilisha uzima. Tusome kidogo. Yohana 1:4-9. Ndani yake humo ulikuwamo uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuwamo. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili ashuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Kwa Yohana hakuwa nuru, ila alienda ashuhudie nuru. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru harisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Hiyo nuru harisi ni nani? Ni Yesu Kristo. Yohana 9:5, muda niliopo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana yake? Mlango wa rehema utakapofungwa ni kwamba Yesu Kristo atakuwa amemaliza kazi yake hapa duniani. Kwa hiyo inamaanisha nini? Nuru haipo. Kama nuru hakuna, kinatawala giza. Ila wale ambao wana Yesu moyoni, kwao kwenye maisha yao kutakuwa kuna nuru. Ila duniani kwa ujumla, in totality, litakuwa ni giza. Na wakati siku zinavyozidi kwenda, ninaona ya kwamba Roho wa Mungu anaondoka taratibu, ila kwa uhakika. Samo, wache kututumia vitu vya kanisa kwenye group. Samo anatutumia tu, usijui Kenya kanisa limefanya nini, usitumie hayo mambo. Ni giza, tutumia habari za nuru. Kuna wachanga wa imani mle ndani, utawapoteza. Wewe unaangalia pa kuwatumia watu. Yesu akazaliwa hapa duniani, nuru ilipozaliwa. Yesu alipozaliwa alileta nuru ulimwenguni. Biblia inasema Luka 1:78-79, kwa njia ya rehema za Mungu wetu ambazo kwa hizo mwangaza utokao juu umetufikia, kuangazia wakao katika giza na uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya imani. Wote wanaompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, yeyote anayempokea Yesu, mwanga hutoka kwake. Waefeso 5:8, kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana, enendeni kama watoto wa nuru. Kwa jua, in simple way, jua humwakilisha Yesu Kristo. Katika baragumu ya 4,
theluthi ya jua ilitiwa giza. Kwa hiyo inamaanisha Yesu akuonekana kwa takriban nusu ya tabia yake ilifichwa isionekane mbele za watu. Hiyo ni kazi ya Rumi iliyokuwa inafanya vizuri kanisa Katoliki. Likaanza kumficha Yesu kidogo. Kwa sehemu dunia haikumfahamu Yesu kwa sehemu. Alafu Bwana ni mwema, 2 ya 3 kuna watu walikuwa wanamfahamu Yesu. Kitabu cha Mapambano Kuu anza kusoma sura ya 4 mpaka sura ya 14. Anaelezea zama wakati watu 1 ya 3 imewekiwa giza, 2 ya 3 ina nuru. Ndio sura ya 4 unakutana na Waldensia, wale waliohifadhi Biblia takatifu. Sura inayofuata unakutana na John Wycliffe. Sura inayofuata unakutana na John Huss na Jerome. Sura inayofuata unakutana na Martin Luther. Sura inayofuata kazi ya Martin Luther. Sura inayofuata Zwingli. Sura inayofuata wana matengenezo wengine waliotokea kule Uingereza. Anaelezea mabadiliko yaliyofanyika, jinsi ambavyo pamoja na giza katika nchi zile za Ulaya zilizokuwa zikikutana nazo, lakini bado nuru ya Bwana ilikuwa ikiangaza kwa sababu 2 ya 3 ya jua ilikuwa bado inafanya kazi. Tutakaposoma baragumu ya 5 utaona jua lote halitoi mwanga, mwezi hautoi mwanga, wala nyota hutoi mwanga. Yesu alifichwa kabisa. Hakuna Biblia, hakuna Yesu, hakuna chochote kilichoonekana. Ilikuwa ni giza totolo lililokutana na dunia. Mwezi huwakilisha nuru ndogo. Habari zetu. Ambao katika maandiko matakatifu mwezi, nuru ndogo inawakilisha nini? Nuru ndogo inawakilisha vitu viwili tu, ni Biblia na manabii. Sasa Jafe kuna ile somo tulisoma siku ya utangulizi wa juma la afya na msisitizo wa roho nabii. Tulielezea vizuri kwa utakata kile kipande, alafu utawatumia watu wa Mungu waelewe, maana hatuna muda kuelezea tena. Pale tulielezea kiupana zaidi. Biblia, nuru ndogo huelezea Biblia na manabii. Sasa hapa ndo watu tunaochanganya wa Adventista Sabato. Adventista Sabato wengi wanaamini na yumkini wameaminishwa ya kwamba wamekalili kwamba nuru kubwa ni Biblia. Hapana, Biblia ni nuru ndogo ikiwa kiongozi kutupeleka katika nuru kubwa ambayo ni harisi, ni Yesu Kristo. Ndio kuna wengi wamekalili na kuweka Biblia kichwani, lakini moyoni hakuna nani? Hakuna Yesu, kwa sababu hakuna nuru. Wana nuru ndogo ambayo hiyo nuru haiakisi kutoka katika nuru kubwa ili iweze kutoa uhai wa maisha matakatifu. Tusome kidogo. Yesu alipozaliwa kulikuwa na nuru ndogo ngapi? 2. Mnitajie hizo nuru ndogo 2. Yesu alipozaliwa tu pap duniani. Sasa nuru harisi imekuja duniani. Wakati huo kulikuwa kuna nuru ndogo hizi 2. Nuru ndogo ya kwanza ni vitabu vya Old Testament, vya Agano la Kale, kutoka Mwanzo mpaka Malaki. Hivyo vilijulikana ni vitabu vya Agano la Kale. Hiyo Malaki ndio mwandishi tu hapa ameweka minor prophets, yani wale wa manabii wadogo wadogo. Baada ya Daniel, vitabu vyote vinavyofuata ni vya manabii wadogo wadogo. Maneno yao mengi walikoti kutoka kwa manabii wakubwa. Alafu mtu wa Biblia ndio inasema Yohana 5 fungu la 39 hadi 40, 45-47. Mwayachunguza maandiko, Yesu anawaambia sasa. Mwayachunguza hayo maandiko, hivyo vitabu toka Mwanzo mpaka Malaki. Mwayachunguza hayo maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Na hayo ndiyo yanayo nishuhudia. Kwa uzima ambao wale Wayahudi walikuwa wanafikiri kwamba unapatikana katika maandiko matakatifu, Yesu anawaambia sawa, mnafikiria hivyo, lakini huo uzima ndio mimi sasa. Ndio unaonishuhudia. Wala hamtaki kuja kwangu kwa sababu mimi ndio uzima, mpate kuwa na uzima. Kama jinsi leo ambavyo watu wengi wanaishikilia tu Biblia hivi wanasoma, ila hawataki kwenda kwa Yesu ili wapate uzima. Msizani kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Hapana, yuko anayewashtaki, ndiye Musa mnayemtumaini ninyi. Musa ameandika vitabu vingapi kwenye Biblia? Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Kumbukumbu la Torati, na kitabu cha Hesabu, na kitabu cha nini?
na kitabu cha Ayubu. Kwa hiyo vyote vinatushuhudia ya kwamba yupo atakayewashtaki, sio mimi nitakayewashtaki. Ni hayo maneno ambayo mnasema yananishuhudia mimi, hayo yatawashtaki. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngaliniamini mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Lakini msipoyaamini maandiko yake, mtaamini wapi maneno yangu? Yesu alipofufuka akakutana na wanafunzi wake wawili njiani wakielekea Emau. Baada ya kufufuka kwake, akawasikiliza wamekata tamaa, akaanza kuambia hivi. Luka 24, 25, 27, 44, 46. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka nani? Musa na manabii wote. Akaeleza katika maandiko yote. Maandiko yapi hayo? Mambo yaliyomhusu yeye. Kwa alianzia Mwanzo 3 fungu la 15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Ndio Yesu alipoanzia. Alafu alipotoka hapo akaendelea mbele. Akawaelezea kutoka Musa, akaenda kwa manabii wote, akaja kwa Daniel pale, akawaambia hamkusoma ya kwamba imeandikwa baada ya majuma 62 Masia atakatiliwa mbali. Anawakumbusha. Alafu akaelezea maandiko yote. Swali. Nuru kubwa Kristo anawakumbusha kwamba inabidi muwe na akili ya kuelewa yaliyoandikwa na yanayo reflect kutoka katika hiyo nuru ndogo, ili muweze kuelewa hiyo nuru ndogo inanielezea mimi niliyekuwa nuru kubwa. Hiyo ndio nuru ndogo ya kwanza. Tumaini la vizazi vyote inaelezea ikisema katika kila ukurasa, iwe ni historia, iwe ni sheria au nabii, maandiko ya Agano la Kale yanaangazia utukufu wa mwana wa Mungu. Kwa kuwa ulianzishwa na mbinguni na mfumo wote wa Kiyahudi ulikuwa ni unabii wa Injili, manabii wote humshuhudia Kristo. Matendo 10 fungu la 43. Then Yesu anakuja duniani, anabatizwa na Yohana. Tuko sawa? Akiwa ameenda kubatizwa pale, nuru ndogo ya pili ni Yohana Mbatizaji. Tulisoma wakati ule kwa undani, tasoma kidogo. Yohana 1 fungu la 8, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Yeye alikuwa taa. Sasa Yohana alikuwa nani? Biblia inasema yeye alikuwa taa iwakayo na kung'aa, nanyi mlipenda kuishangilia nuru yake kwa muda. Lakini ushuhuda nilio nao mimi ni mkubwa kuliko ule wa Yohana, kwa kuwa zile kazi alizonipa Baba ili nizitimize, kazi hizo zenyewe ninazozitenda zinanishuhudia kwamba Baba amenituma. Kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa wa 220 kinasema Nabii Yohana alikuwa kiunganishi kati ya vipindi viwili vya dini. Akiwa kama mwakilishi wa Mungu, alisimama kuonyesha jinsi kipindi cha sheria na manabii kinavyohusiana na kipindi cha Yesu. Alikuwa nuru ndogo ambayo ilikuwa ifuatiwe na nuru kuu, greater light. Ambayo greater light ni nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo concept tumeelewana. Kwa hiyo mwezi unapowakilisha nuru ndogo ambayo ni Biblia na manabii, hivyo Biblia kwa sehemu ikatiwa giza, alafu na sehemu ya manabii nao wakatiwa giza. Watu wakapoteza focus. Jambo la mwisho. Sasa baada ya dakika ngapi? Nikwambia zikibaki 5 uniambie. Baada ya 15. Bado nyingi. Nyota. Nyota huwakilisha nini? Tulisoma wiki iliyopita. Nyota huwakilisha malaika. Tunakumbuka? Na malaika wanawakilisha binadamu. Kwa hiyo nyota huwakilisha binadamu wanaomcha Mungu. Ikiwa hiyo nyota itabaki katika udhibiti wa Mungu. Ile nyota inapoanguka inakuwa nyota iliyopoteza udhibiti wa Mungu. Ni wanadamu waliopoteza uongozi wa Mungu. Nyota huwakilisha watu wenye hekima na maarifa ya kujua unabii wa Biblia vizuri. Watu waaminifu
katika kweli yote. Daniel 12 fungu la 3, na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hawa waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nyota zetu zinapaswa zing'ae milele na milele. Hii ndio concept. Abele yote anasema hakuna mwanadamu atakayeingia mbinguni ambayo hakuna nyota yake, hata kuwa na nyota wapi? Kichwani. Kila mwanadamu atakuwa na nyota, alafu hiyo nyota itakuwa inang'aa, na hilo taji la nyota litatofautiana. Wapo ambao zitakuwa ziking'aa nyingi nzuri za kupendeza, na wapo ambao zitakuwa ziking'aa kidogo. Hizo nyota zinawakilisha nini? Kila mtu ambaye kwaya alimpokea Kristo. Yani alimpokea Kristo kwa sababu ya kazi uliofanya wewe ukiongozwa na Mungu mbinguni kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Mbingu inahesabu kama ni nyota yako. Sasa nikajiuliza, nyota ya Paulo itakuwaje? Nyota ya Petro itakuwaje? Jinsi ambavyo zitakuwa ziking'aa na kupendeza. Na hakuna mtu ambaye hana nyota ataingia mbinguni, kwa sababu atakuwa na wivu. Na mbinguni hakuna wivu. Kwa lazima kila mtu aweze kung'aa kama nyota milele na milele. Prophets and Kings, manabii na wafalme, ukurasa 188 189, anasema miongoni mwa wakaaji wa duniani waliotawanyika katika nchi mbalimbali kuna wale ambao hawajapiga goti kwa Baali. Kama nyota za mbinguni zinazoonekana usiku tu, waaminifu hao watang'aa wakati wa giza litakapoifunika dunia, na giza kuu la nani? La watu. Katika Afrika ya kipagani, Samuel anaanza kukupa majibu yako. Na Mama Tatenda aliuliza kwa nini haya mambo huku kwetu yapo? Na utagundua dunia nzima, hata ukienda nchi zilizoendelea, makanisa yenye fujo ni ya Waafrika, watu wenye ngozi nyeusi. Na mpenda yule profesa alisema upentekoste utaua usabato kwa makanisa ya watu weusi Marekani. Ndio wale unaona sasa hivi wanajaribu siji kutoa mapepo fanya ni new pentekoste. Ni kwa sababu Afrika ya kipagani ni mpaka Kristo ondoe upagani moyoni ndipo wanakuwa wacha Mungu. Katika nchi za kikatoliki za Ulaya kinachowasumbua wengi ni kiukatoliki. Amerika ya Kusini, katika China, katika India, katika visiwa vya bahari, katika pembe zote za giza la dunia, Mungu ana akiba ya anga ya wateule ambayo hung'aa katika giza, kufunua waziwazi kwa ulimwengu ulioasi nguvu igeuzayo ya utii kwa sheria yake. Kitabu cha Maranatha ukurasa 200 paragrafu ya 4. Mashindano hayo kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu. Wakati huu dhahabu itatenganishwa na takataka katika kanisa. Utaua wa kweli utatofautishwa waziwazi na muonekano wake na udogo wake. Nyota nyingi ambazo tumevutiwa nazo kwa uzuri wake zitatoweka wapi? Gizani. Watu wengi ambao tutawaona kama role model wa Kikristo, sije ni mchungaji anapendwa sana, mwinjilisti anapendwa sana, mshiriki wa kawaida mwenye mvuto sana, wengi watapotelea gizani kwa sababu hawakutaka kwenda kwa Kristo ili zile nyota zao ziendelee kuakisi na kung'aa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jua, mwezi na nyota, tumaini la vizazi vyote, ikiunganisha vyote kwa pamoja, anasema kama vile mwezi na nyota zilivyo katika mfumo wa jua zinavyotoa mwanga kwa kuakisi mwanga wa jua, hivyo ndivyo wenye akili wana falsafa ulimwengu huu, ikiwa mafundisho yao ni wa kweli, wanavyoakisi miale ya jua la nini? La haki. Kwa mtu anapofundisha yoyote, anapohubiri yoyote, anapoelezea watu habari yoyote njema iliyokuwa kweli ya mbinguni, mbingu inamfananisha na jua la haki linaloakisi. Anakuwa na akisi jua la haki. Kila fikra njema, kila mwanga umlikao katika akili unaotoka katika nuru ya ulimwengu, katika miale hii tunasikia habari za elimu ya juu. Kipindi cha baragumu ya 4 ni sawa na wakati wa farasi wa kijivu. Sawa kabisa na wakati wa kipindi cha kanisa la Thiatira, wakati ambapo pembe ndogo ilitawala na giza kutawala kutoka katika upapa. Kipindi ambacho kanisa lilikaa gizani
kwa takribani muda wa miaka 1260 au kipindi cha miezi 42 au kipindi cha miaka 3.5. Ni wakati huo ndio ilikuwa wakati wa baragumu ya 4. Toka mwaka 538 mpaka mwaka 1798 ni wakati Yesu amefichwa sehemu. Biblia imefichwa sehemu, manabii wa Mungu wamefichwa kwa sehemu, na kwa sababu hiyo watu wamechanganyikiwa kwa sababu nuru na giza vimechanganyikana na vimewa confuse mindset. Katika baragumu ya 4 Yesu anafichwa kwa sehemu, manabii wa sehemu, Biblia kwa sehemu, na watu watakatifu wanafichwa kwa sehemu. Sasa ni kwa namna gani upapa ulitia giza jua, mwezi na nyota? Ni kwa namna gani? Daniel sura ya 8. Tuko hapo. Daniel sura ya 8 inatuelezea njozi ambapo Daniel aliona akiwa katika mto Urai. Akaona kondoo mwanamume mwenye pembe 2. Pembe hizo zilikuwa ndefu, lakini ile ya pili ilikuwa ndefu kuliko ile ya kwanza, na ile ya pili. Sasa Daniel alipoona huyo kondoo mume, akaona beberu akitoka pasipo kugusa nchi. Beberu alikuwa na pembe moja mashuhuri. Akaenda akamshambulia yule kondoo. Kwa akili za kibinadamu za kawaida, mbuzi na kondoo akipigana, huyo mbuzi anatafuta kifo. Maana atapigwa kichwa, atamwaga damu puani, zitatoka puani, mdomoni, huyo mbuzi ataanguka, atakufa. Maana niliwahi kushuhudia kondoo akirudi nyuma na kwenda kumbutua kichwa chake ng'ombe. Ng'ombe alivuja damu puani, akaanguka chini, akafa. Sasa hivi vita vilivyopigana, cha ajabu ni kwamba kondoo alipiga hilo, beberu alimpiga kondoo, alipomaliza akamkanyaga na mwisho utawala wake. Daniel akiona hii njozi akaelezea, akasema kondoo huyu mume aliwakilisha ufalme wa Wamedi na Wajemi. Alafu huyu beberu lilikuwa mfalme wa Uyunani. Pembe mashuhuri ni mfalme wa kwanza, mfalme mwenye kasi ya vita kuliko wanadamu wote walio kuishi duniani, anaitwa Alexander the Great, aliyepigana na ufalme wa Wamedi na Wajemi na kuangusha. Baada ya kuangusha, akajitukuza kwa kiburi chake. Ile pembe mashuhuri ikavunjika. Ilipovunjika pembe mashuhuri, zikatoka pembe nyingine 4. Ni kwamba mfalme Alexander alipofariki, familia yake yote iliuawa kwa history, na hakuacha yote mrithi. Alipoulizwa nani atakaye rithi na kuwa na mtoto, alipoulizwa nani atakaye kuwa mrithi, alisema mwenye nguvu ndio atakayetawala. Wakapatikana majemedali 4 katika vipindi tofauti tofauti, walioingia wakaanza kutawala katika zile pepo 4. Ndio zikapatikana hizo pande 4. Daniel 8 fungu la 9, na katika moja ya pembe hizo. Sasa katika zile pembe 4, katika moja ya zile pembe 4, katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini, upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri. Nchi ya uzuri ndio wasema Palestines. Katika nchi ya uzuri. Daniel 8 fungu la 12, nayo hiyo pembe ndogo ikakuwa kiasi cha kulifikiria jeshi la mbinguni, ikaangusha chini baadhi ya lile jeshi, na ya nyota ikazikanyaga. Kwa ile pembe ndogo ikaenda ikafikia, ikafanya vita, ikaangusha jeshi lile na nyota. Daniel akifafanua maana ya hizo nyota, akielezea vizuri sana katika fungu la 10, Daniel anaelezea kwamba ikaangusha chini jeshi lile na nyota. Tafsiri yake katika fungu la 24 ni kwamba maana yake ni kwamba atawaangamiza walio hodari, ambao ndio lile jeshi, alafu nyota ni watu watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana hapo vizuri? Kwa ile pembe ndogo ikaenda ikaangusha baadhi ya jeshi, maana yake fungu la 24 walio hodari, alafu nyota watu watakatifu. Hivyo nyota kutiwa giza huwakilisha kuangamiza watu watakatifu wa Mungu. Na ni kweli waliwaangamiza. Mwaka 2016 Januari 25 ikaripotia ya kwamba Papa Francis, Pope asked Protestant for forgiveness for persecution. Papa akakiri kwamba tunaomba msamaha
kwa kuwa tuliwaua sana zama za giza. Papa Francis yaomba Protestanti na makanisa mengine ya Kikristo msamaha kwa mateso ya zamani katika Wakatoliki huko Vatican ilivyotangaza. Aliomba msamaha, lakini unadhani ni msamaha kweli? Rumi kamwe haibadiliki. Rome never change. Ni ile tu geresha, lakini ni kweli waliua wakaangamiza nyota. Nilikuwa nimeweka hiyo kwa ajili ya kuonyesha kwamba nyota za mbinguni ziliangamizwa na zilishushwa chini. Nyota kutiwa giza kuliwakilisha kuangamiza watu wa Mungu na watakatifu. Habari gani juu ya kutia giza jua na mwezi? Sama, tuna dakika ngapi? Ngapi? 4. Yes, zinatutoshea. Habari gani juu ya kutiwa jua na mwezi? Katika Biblia, jua humwakilisha Kristo. Mwezi huwakilisha Biblia na manabii. Kwa hivyo Daniel 8 fungu la 12, Daniel anasema, na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima. Maneno sadaka ya kuteketezwa yameongezwa kwa hekima za kibinadamu, hayapo katika Biblia. Nitaonyesha hiyo baadaye kidogo hapo mbele. Kwa sababu ya makosa, nayo ikaliangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Kwa hili fungu lilitakiwa kusema hivi, na jeshi likatolewa kwake pamoja na daima. Kwa sababu ya makosa, nayo ikaiangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Neno sadaka ya kuteketezwa liliongezwa katika Biblia King James Version kwa hekima ya kibinadamu tu. Ellen White anaandika akisema, maandiko ya awali, ukurasa wa 74 paragraph ya 2. Kisha nikaona kuhusiana na sadaka ya daima kwamba Daniel 8 fungu la 12, sio la pili, Daniel 8 fungu la 12, kwamba neno sadaka lilitumiwa tu kwa hekima ya wanadamu, wala halihusiani kabisa na sentensi. Habari zetu, tuko sawa? Na kwamba Bwana alitoa usahihi wake kwa wale waliotangaza ujumbe wa saa ya hukumu. Je, daima huwakilisha nini? Katika huduma ya patakatifu hiyo, kuhani walitoa kafara hapa kila siku daima, asubuhi na usiku. Kwa kama unaona aibu kutembea na kondoo wako au mchana, watu watakuona unaenda kutubu dhambi, nenda usiku, utawakuta makuhani wanafanya kazi. Ndio mfano wa Nikodemo. Yeye aliona aibu kwenda kupeleka kondoo wake mchana kwa Yesu. Kwa hiyo ikabidi apeleke matatizo yake apeleke usiku. Ndio kama wale watu walio kwenda kutoa kafara usiku. Alafu kuhani mkuu alikuwa anavukiza uvumba hapa mbele asubuhi na jioni kila siku. Kila siku alikuwa akivukiza uvumba. Ni kwa wazi kwamba neno daima katika Agano la Kale huwakilisha huduma iliyofanywa kila siku na kuhani katika ua wa nje na sehemu ya patakatifu pa hekalu. Sasa hili ndio hekalu. Tutaangalia, tutakuja tujifunze hii huduma vizuri hapo mbele tukimaliza baragumu 7. Somo lililopita ni somo la patakatifu. Habari zenu? Hilo ndio tutakalojifunza. Kwa hiyo katika hiyo huduma ya patakatifu kuhani alienda na kulikuwa kuna thamani zake. Thamani ya kwanza ni madhabahu ya kutolea kafara. Thamani ya pili ni bilika la maji. Thamani ya 3 ni meza ya mikate ya onyesho. Thamani ya 4 ni kinara cha taa 7. Thamani ya 5 ni madhabahu ya kuvukizia uvumba, na thamani ya 6 ilikuwa ni sanduku la agano. Sasa hapo ilihusisha huduma iliyofanyika vizuri. Iliwakilisha nini hayo mambo? Msalaba. Madhabahu ya kutolea kafara iliwakilisha msalaba. Kwa wakati wako utajifunza hayo mafungu. Luka 9:23, Marko 8:34 na Mathayo 16:24. Yesu anasema mtu akitaka kunifuata ajikane nafsi yake, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Jambo la pili ni bilika la maji. Liliwakilisha mambo mawili: ubatizo na huduma ya meza ya Bwana. Habari zenu? Ukitatua mgogoro wa Adventista wa Sabato wa familia, ili uone kama mgogoro huo umeisha, waambie watawazane miguu. Akifikia level ya kutawazana miguu,
Yaani ndio unatatua mgogoro. Alafu ili huo mgogoro uishi, uambie watawadhane miguu. Kanuni nilijifunza nikiwa shemasi mkuu, tuliwahi kutembelea na mchungaji sehemu fulani. Akasema ili mgogoro tuone umeisha, hao watu watawazane miguu. Walikataa. Kata. Akasema hakuna Wakristo hapa, kuna wapagani. Akasema sasa mimi nakunguta mavumbi yangu, tunaondoka, turudi tena. Na kiukweli ile ndoa ilivunjika. Sasa sitawaambia kama ni ya Mzizima au sio Mzizima, sitawaambia ni ya wapi. Kama nikiambia za Mzizima mtasikani, kama sio Mzizima mtajua. Ila ninachojua ni kwamba ndoa ilivunjika, walikataa kutawazana miguu. Hiyo hapo. Ila wanasema tuna Yesu, ila walikataa kutawazana miguu. Ambapo mafungu ni hayo, Yohana 3:3, Mathayo 22:16. Meza mikate ya onyesho iliwakilisha neno la Mungu. Ni lazima tule neno kila siku. Alafu Yohana 6:51. Kinara cha taa 7 kiliwakilisha Roho Mtakatifu. Ni lazima Roho wa Mungu aangaze maisha yetu kila siku. Mathayo 5:16. Alafu madhabahu kuvukizia uvumba iliwakilisha tu maombi. Ni lazima tuombe kila siku. Alafu sehemu ya mwisho ambao ni sanduku la agano liliwakilisha maungamo na msamaha. Ni lazima tuungame na msamaha kila siku. Waebrania 4:6. Rumi ilichofanya, ilianza kuondoa msalaba, ikaja ikaondoa ubatizo na huduma ya meza ya Bwana, ikaja ikaondoa neno la Mungu. Hakuna haja ya Roho Mtakatifu. Tuondoe maombi, atuombi kwa watu, kwa Mungu tunaomba kwa watu. Hakuna haja ya maungamo na msamaha kupeleka mbinguni, peleka kwa watu. Patakatifu daima ikaangushwa. Habari zenu. Tunamalizia kwa maneno haya machache. Mafundisho ya uongo ya Roman Catholic ni kama fundisho la kutokufa kwa roho, purgatory. Bikira Maria ni mwombezi wetu, watakatifu wanatuombea ibada ya Mungu juu, yani siku ya Jumapili. Yote hayo ilikuwa ni kwa lengo la kuangusha daima. Kwa upapa ukatia jua, mwezi, giza kwa kujiingiza katika hekalu na kuchukua nafasi ya Mungu na kuwaua wote waliopingana naye, na ikafanikiwa katika hila zake. John Huss alipopinga ilishia wapi? Aliuawa. Jerome alipopinga alishia wapi? Kuuawa. John Wycliffe aliuawa mara 2. Aliuawa mara ya kwanza, baada ya miaka mingi akatokea baba mwingine akasema fukua hilo kaburi, choma na hayo mifupa, chukua majivu yake, mwaga mtoni. Roho nabii anasema popote majivu yake yalipofika, injili ilifika. Habari zenu. Kwani injili Tanzania si ilikuja kupitia bahari ya Hindi? Ni kwa sababu majivu ya Wycliffe, John Huss yalimwagwa mtoni. Mtu akapeleka maji, akaingia baharini, bahari ikasambaza dunia nzima. Kupitia bahari ya Hindi injili ikaingilia Tanzania. Mungu ni mwema sana. Ufunuo 13:7, tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda, akapewa uwezo juu ya kila kabila, lugha na jamaa. Lakini habari njema kwetu ni kwamba wote wanaomkubali Yesu, pamoja na upapa kushamili, lakini bado theluthi 2 ya jua, mwezi na nyota iliendelea kuwaka katika giza, na mwisho nuru ikashinda giza. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ile sura ya 4 ya kitabu cha Mapambano Kuu, Waldensia walishinda giza. Martin Luther alileta nuru kubwa duniani. John Huss alileta nuru kubwa duniani. Habari gani kuhusiana na Jerome? Profesa Jerome. Ninampenda Jerome na John Huss katika wana matengenezo wote. Ni kwa sababu wale jamaa walikuwa watu hatari sana. Mwisho, tumaini la vizazi vyote 465, Mungu ni nuru. Na katika maneno kwamba mimi ni nuru ya ulimwengu, Kristo anatangaza umoja wake na Mungu na uhusiano wake na jamaa yote ya wanadamu. Ni yeye ambaye hapo mwanzo alisababisha nuru kuangaza gizani. Wakorintho wa 2:4-6. Yeye Mungu ni nuru ya jua, ya mwezi na ya nini? Na ya nyota. Alikuwa nuru ya kiroho ambayo kupitia uwakilishi wa ishara, mfano na unabii ilikuwa imewaangazia wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio baragumu ya ngapi? Ya 4. Ni kushamiri
wa upapa kipindi cha miaka 1260. Habari gani juu ya baragumu ya 5? Nikaona shimo la kuzimu likafunguliwa, alafu moshi ukajaza anga. Jua lote likatiwa giza, mwezi wote ukatiwa giza, na nyota zote zikatiwa giza. Kwa hakuna, Yesu Kristo hayupo kabisa. Kuna wakati dunia ilipitia ambapo Yesu hakuonekana kabisa. Biblia haikuonekana kabisa, na wala manabii hawakusema chochote, walinyamaza kimya kabisa. Ilikuwa ni wakati gani huo? Ni katika moja ya pembe za yule mnyama mwenye pembe 10. Moja ya pembe za yule mnyama ilifanya hiyo kazi na ikafanikiwa sana. Ilikuwaje? Tukutane wiki lijalo. Ole ya kwanza, baragumu ya 5. Bwana wabariki sana. Amina. Kama una swali unaliwakilisha kwa Jafe, alafu mimi napata, tunajibu. Unamtumia tu message. Jafe. Unakutumia message. Ukiona kama huwezi Jafe, unanitumia mimi. Ukinikosa mimi, mtumia ni Samu. Samu ni mtu maarufu, ndio anayetumaga matangazo kwenye group. Kimtumia tu yananifikia. Basi tusimame tuombe. Baba yetu mwema, Mungu ushie juu mbinguni, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako za milele. Tumejifunza na kuona ya kwamba Ukatoliki ulianza kufanya kazi ya kutia giza jua, mwezi na nyota. Na hata leo kwenye maisha haya inaendelea na tabia ile ile ya kutia giza jua, mwezi na nyota. Kristo anawakilishwa tabia yake vibaya, Biblia inawakilishwa vibaya, manabii wake wanawakilishwa vibaya. Lakini kwetu sisi tunaolicha jina lako, tutakutumainia wewe na kukutegemea katika nyakati zote. Tunachokuomba ni kwamba tufundishe unyenyekevu na kuakisi kutoka kwako, ili tabia yetu ikawe nzuri, kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.